Okay, naomba fungue Biblia yako kitabu cha Mwanzo sura ya 24. Mwanzo 24. Na niombe nitasoma kwako kuanzia mstari wa kwanza. Basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi. Kuna uzee unafikia mpaka idadi ya miaka haijulikani, inakuwa tu ni mingi. Na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. Naomba tuseme amina. Ibrahim akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu, ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujiadhari, simrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahim bwana wake, akamuapia katika neno hilo. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Tumesoma maandiko hapo yanayohusu Ibrahim, mtumishi wake ambaye ndiye alikuwa mkuu wa vitu vyote kwenye nyumba ya Ibrahim. Kama ambavyo tumesoma, yeye ndiye aliyesimamia itifaki ya nyumba ya Ibrahim, kuona kwamba mambo yote yanafanyika kwa utaratibu unaotakiwa, na usimamizi wa mali za Ibrahim unafanyika sawa sawa, na majukumu ya kila mtumishi yanatekelezwa sawa sawa. Lakini pia tunaona mtu mwingine anahusika hapo, watatu, anaitwa Isaka, ambaye ni mtoto wa Ibrahim. Na sasa Isaka amefikia umri ambao anapaswa aoe, na Ibrahim anaweka utaratibu wa namna gani shughuli nzima
mchakato mzima wa Isaka kuoa unapaswa kutendeka. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na leo tutakumbushana mambo mawili ya muhimu pale ambapo unataka kuingia kwenye ndoa na mwenzi wako. Kwa wale ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, na nataka niwakumbushe mambo mawili ya muhimu. Lakini pia kwa wale ambao mlishaingia kwenye ndoa, pengine hamkuyazingatia hayo au mliyazingatia, lakini katikati ya safari pakatokea mmoja wenu au wote wawili kujisahau na kujikuta mmeacha, na yakaleta ufa, yakaleta mpasuko katikati yenu, ingawa bado mnaishi pamoja. Wiki iliyopita tulipokuwa tunafungisha ndoa hapa, tulisoma lile andiko la Yusufu na Mariamu, ambapo katikati ya uchumba Yusufu anagundua mchumba wake Mariamu ni mjamzito, na habari ya kwamba ilikuwa ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu sisi tunaijua kwa sababu imeandikwa. Lakini wakati huo Yusufu hakujua, maana hakuwepo wakati Mariamu anatokewa na malaika. Hata wazazi wa Yusufu, wazazi wa Mariamu pia hawakuwako wakati Mariamu anakutana na malaika kule chumbani. Na Yusufu, kwa vile ni mtu mwenye haki, imeandikwa, akaazimu kumwacha kwa siri. Nilifafanua wiki iliyopita kwa utamaduni wa Wayahudi wa kipindi kile, kumwacha kwa siri ilikuwa ni namna gani? Kwa sababu mtu ukimwacha hakunaga siri, kwa sababu watu hawataona ndoa ikifungwa. Sasa unamwachaje kwa siri na wengine wasijue? Ilikuwa ni kwamba unamchukua yule mwanamke, unafunga naye ndoa, lakini hamshiriki tendo la ndoa, na mnatengana ndani ya nyumba, mnaishi pamoja lakini hamko pamoja. Kwa hiyo Yusufu akachagua Mariamu asiaibike na yeye asionekane ameoa mwanamke ambaye ajiheshimu, pengine akufikiri vizuri na kuchunguza vizuri, na alimpenda binti huyu. Kwa hiyo akaazimu moyoni mwake amwache kwa siri, amchukue ale mtoto, Mariamu apate heshima na mume. Yusufu kwenye jamii aonekane ana heshima, ana mke, lakini kimsingi hakuna ndoa. Na kwa lugha nyingine, Yusufu alichagua maumivu ya maisha yake yote. Hakuna jambo gumu kama kuchukua mwanamke na usishiriki naye, msilale naye kitanda kimoja, lakini bado unamhudumia, na mtoto sio wa kwako, na bado unamhudumia siku zote. Na kwenye jamii unalazimika kuvaa sura nyingine ya furaha, sura ya kuonekana mko pamoja, lakini mioyo yenu ilishaachana. Wanandoa tuliomo ndani ya ndoa tukahimizana, kwa kifupi nirudie, kwamba ni muhimu, kama umegundua tatizo pungufu kwa mwenzako na ukachagua kumheshimu, ukachagua kuendelea naye, basi ni vizuri ukasamehe na kuachilia moja kwa moja, na ukafuta moyoni mwako, na maisha yakaendelea, kuliko kutafuta kuonekana mko pamoja kwenye jamii, lakini kimsingi mioyoni mwenu mna madonda yasiyokuwa na mwisho. Yusufu kwa kuchagua kumchukua Mariamu amwache kwa siri, alichagua kifungo cha maisha kwake na kifungo cha maisha kwa Mariamu. Isingelikuwa mbingu kuingilia kati na kumwambia Yusufu, hii kesi, Mariamu sio mtovu wa maadili, ni Mungu yuko katikati yake, manake Yusufu angeingia kwenye kifungo.
Hebu Mungu na atupe neema. Wanandoa tukionekana nje tuko pamoja, ndani mwetu tuwe pamoja, na mioyoni mwetu tuwe pamoja. Kama kuna mtu ananielewa na aseme amina asubuhi ya leo. Bwana Yesu na asifiwe. Mariamu alibeba jukumu la kukubali matokeo, lakini asimame kwenye kusudi la Mungu. Na mengine alimwachia Bwana. Yeye alisema mimi ni mjakazi wa Bwana. Umeondoa roho. Mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Mara nyingi unaweza usitafsirike vizuri unapoamua kusimama kwenye kusudi la Mungu, lakini kama ni Mungu ndiye ambaye amekupa mtu huyo, kama ni Mungu ndiye ambaye ameruhusu jambo hilo, kamwe usiyumbe katika kile ambacho Mungu amekiruhusu, kwa sababu wewe utasimama na Mungu atapigana hiyo vita. Lakini ukiyumba, maana yake utaenda nje ya kusudi la Mungu, na itabidi wewe ujipiganie Mungu akuone utaenda umbali kiasi gani. Na Waswahili wana msemo wa zamani, walisema mbio za sakafuni huishia wapi? Huishia ukingoni. Lakini tukiwa na huyu Mungu na ukasimama kwenye kusudi lake, yeye Mungu atakutetea, yeye Mungu atakupigania, yeye Mungu atakushindia. Kuna vitu ambavyo ukoo hauwezi kumaliza, wazazi vikao vyao haviwezi kumaliza, hata wachungaji yamkini tusimalize. Kwa kesi kama hii ya binti ambaye ulimheshimu, binti uliyemwamini, halafu ni mjamzito kabla ya kuingia kwenye ndoa, ni ngumu kuingia akilini kama Mungu hajaingilia kati na kusimama nanyi. Na ndio maana ni muhimu sana wanandoa, unapoanza tu uchumba, vijana, usiangalie tu shepu, usiangalie sura, usifuate tu kichwa chako kinaongea nini. Sema na huyo Mungu aliye hai anayeona sirini. Sema na huyo Mungu anayeona miaka 5 ijayo. Sema na huyo Mungu anayeona miaka 20 ijayo. Anaona mwenzako atakuwaje miaka 30 ijayo. Anakuona wewe utakuwaje miaka 30 ijayo. Na ataona kwamba kama wewe na yeye mtaendelea kuwa compatible, bado mtashikamana kwenye miaka hiyo. Sababu zingine ambazo zinasukuma vijana kuoa au kuolewa ni sababu za nje, ambazo ndani ya muda sio mrefu zinayeyuka. Ndani ya muda sio mrefu zina kinai. Ndani ya muda sio mrefu zinazoeleka. Hata kama akiwa na umbo la namna gani, ukishakaa naye miaka 2, wengine nje watasema jamaa na mke mzuri, wewe huoni jipya maana umeshazoea. Nakumbuka wakati tukiwa wadogo, baba yangu mkuu wa wilaya enzi za Nyerere, area commissioner miaka hiyo, kwa mkuu wa wilaya, mama yangu mratibu elimu kata, kwa mwalimu mkuu wa shule, baadaye akawa mratibu. Kwa hiyo maisha yalikuwa mazuri. Wenye bucha zao za nyama walikuwa wanaleta nyama kwa mkuu wa wilaya ili kumfurahisha wawe na maisha mazuri mjini, wasisumbuliwe na mkuu wa wilaya. Kwa hiyo nyama ilikuwa ni kila siku nyumbani. Jamani, hata nyama zinachosha. Nakumbuka tulikuwa tunamwambia mama, nyama zimechotusha, maharage. Na yakiwekwa maharage na nsansa. Wangapi mnafahamu nsansa? Wanyamwezi wale wa zamani, nsansa. Nsansa. Dada wa siku hizi wa 2000 hao ukiwapa nsansa utakula michanga mpaka utakoma. Nsansa wakati huo inaoshwa mara 2 mara 3, alafu inachanganywa na kitwili. Mnafahamu kitwili nyie? Wale wa zamani, mtu pungiane mikono. Nakumbuka miaka hiyo tukichoka nyama, mama anatutengenezea mboga inaitwa kihembe. Mnafahamu kihembe nyie? Wacha niwakumbushe wale wa zamani kidogo. Wangapi mmeshawahi kula msapagulo? Mungu wangu. Wengine mtupishe kwanza. Haleluya. Wale wa zamani wanakumbuka. Zilikuwa mboga za kienyeji nzuri sana miaka hiyo. Ngoja nikirudi nyumbani kuanzia kesho, binti zangu wote watapata kozi ya kupika msapagulo, kihembe, nsansa, mnafahamu mswalu?
Asa zinakuja kichwani nyingi, aisee nimezikumbuka ghafla yani. Kwa miaka hiyo hata tukila nyama, tukila kuku, tunamwambia mama msapaguro, mama tumekumbuka kihembe, kwa sababu hata nyama zina kinai. Yesu na asifiwe. Nasema Yesu na asifiwe. Kwa hiyo ukimpenda kwa sababu ya mwonekano wa nje, siku umemzoea, utatamani testi mpya, utatamani ujaribishe. Kama ulimpenda kwa sababu anatela nyuma, amefunga semi, utajaribu na mwenye pasi naye uone yukoje. Nimeona hapa baadhi ya wadada wanakaguana, hivi jirani yangu unatela au unapasi? Mimi sijakuambia ufanye hiyo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Na baridi yenu semeni amina kubwa. Ukimpenda kwa sababu ni mrefu, ukishamzoea utatamani uone mfupi yukoje. Ukimpenda kwa sababu ni mweusi, ukimzoea utatamani utafute mweupe umwone yukoje. Ukimpenda kwa sababu ni Mungu amekupatia, katika hatua zote za maisha yenu upendo wenu utadumu. Ukisoma historia ya Ibrahim na huyu mfanyakazi wake, kwanza tumekuja kuambiwa habari ya mfanyakazi kwenye ndoa. Yaani umuhimu wake umeingia kwenye Biblia pale alipokuwa kwenye mitaa ya ndoa. Maeneo mengine yote ya kazi yake Biblia haijatupa stori yake hata moja. Ibrahim hatuonyeshwi kwenye Biblia alipokuwa na muajiri huyu mfanyakazi kwamba alimpa kiapo. Biblia haijasema. Pamoja na kwamba alikuwa amesimamia mambo yote ya nyumba yake, Biblia imekaa kimya. Kwenye shughuli zingine, majukumu mengine ya miradi na vitu vingine, hatuoni msimamo mkali Ibrahimu alimpa huyu mtumishi, isipokuwa ilipofika kwenye swala la ndoa. Ibrahimu anamwambia, ndugu yangu, leo unakula kiapo. Hii inaonyesha ndoa si mchezo. Naomba mshike mkono jirani yako, mwangalie usoni, alafu mwambie kwa herufi kubwa, ndoa si mchezo. Hata kama umekana mama mkwe, mshike tu mkono, mwambie ndoa si mchezo. Nye maharusi amwambiani? Oya, mheshimiwa, mshike mkono huyo mdada kwa ruhusa yangu. Dada, mwangalie basi, uliyataka mwenyewe. Haya, ambianeni ndoa sio mchezo. Leo mama umepiga shela ndefu mpaka imenirudisha nyuma madhabahuni pangu. Ndoa si mchezo, sio shela ndefu. Hii hapa leo ni kwa ajili ya wali, soda na vigelegele. Kuanzia kesho game inaanza. Kamanda, tuko pamoja? Oya, tuko pamoja? Eze mwamba leo kama sio yeye ambaye huwa anakujaga kwenye baraza la wazee. Jamani, Yesu asifiwe. Ibrahim akamwambia mtumishi wake, nakupa na kiapo chenyewe mimi sijawahi kukiona, kiapo cha kuingiza mkono kwenye mapaja ya bosi wako. Ndo nimekiona kwenye Biblia. Yaani kule alikotokea Isaka ndo akaambiwa weka mkono hapo hapo alipotokea Isaka. Kuonyesha ukifanya kinyume umedharau mpaka na vifaa vilivyotumika kumleta Isaka. Ndugu zangu, unajua hiyo ni laana ya hatari Si unafahamu mzazi akitaka kukulaani miaka ya nyuma, wazazi wa siku hizi hawana hizo laana za aina hiyo. Siku hizi wanakufokea tu kwenye mtandao. Wazazi wa zamani akitaka kulaani anavua nguo. Wale wa zamani mnakumbuka, mama yako akikuvulia nguo lazima uwe nusu chizi, au mzee wako akikuvulia nguo. Matoto ya siku hizi ukivua nguo inakuzomea. Hii dunia imeharibika sana. Kuna mwalimu mmoja wa ndoa 80, tuko kwenye ndoa. Mwalimu mmoja wa ndoa alikuwa anafundisha, alikuwa anamwangalia ka clip kwenye YouTube, akasema,
Watoto wa siku hizi hawana adabu ndugu yangu. Ukiwavulia nguo anasema baba yuko vizuri. Okay. Turudi kwa Isaka. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, weka mkono wako kwenye maumbile yangu, kwenye maeneo yangu ya siri, na uwape kwa Mungu. Ishu ya ndoa ya mtoto wangu inaenda na kiapo, na leo wanandoa hawa tunaenda kuwapa kiapo. Wataapa kila mmoja kwa mwenzake, na mnapoapa msifikiri ni maigizo. Mbingu ziko hapa, na ndio maana mmepewa heshima ya kusimama madhabahuni, kukaa madhabahuni, mahali neno la Mungu linatoka. Ibrahimu akamwambia, apa, na kiapo chenyewe ni hiki: hakikisha mtoto wangu hautamchukulia mke kutoka kwa binti za Wakanaani ambao tunakaa katikati yao. Hapa jamaa akasema, nikiwa na akili timamu bila kushawishiwa na mtu yeyote, ninaapa Mungu wangu. Baada ya kiapo, jamaa akasema, sawa mzee, naenda kutafuta huyo mwanamke, lakini nikifika huko na huyo mwanamke asinikubalie kuja, je, nimchukue Isaka nimpeleke kule? Ibrahimu akasema, kiapo changu kina kipengele cha pili: marufuku kumrudisha mwanangu kule alikotoka. Marufuku. Kwa sababu Mungu aliweka agano na Ibrahimu na uzao wake. Alimwambia, toka wewe kwenye nchi ya baba yako na mama yako na jamaa zako, nenda mpaka mahali nitakapokuonyesha. Huko nitakufanya kuwa taifa kubwa, nitakupa nchi, ardhi, halafu uzao wako utabarikiwa, utakuwa mwingi kama mchanga wa bahari na nyota za angani, na uzao wako utabariki mataifa. Kwa hiyo mtoto wangu usimpeleke kule Mungu alitutoa. Mtoto wangu abaki kwenye eneo la agano ambalo Mungu ametupatia. Huyo mwanamke anayekuja atembee naye kwenye hilo agano ambalo Mungu ametupatia. Hataki kuja kwenye nchi ya agano na Mungu wetu, huyo mwanamke umuache, na mtoto wangu abaki kwenye nchi ya ahadi na atatafutiwa mke mwingine. Kuna mambo mawili ya muhimu naomba tukumbushane mchana wa leo. Kama kuna watu wananifuatilia, naomba waseme amina. Haya mambo mawili nafikiri nishawahi kugusa kidogo kwa sehemu tulipokuwa na semina ya wadada mahali hapa, wadada wa Shalom. Bwana Yesu na asifiwe sana. Biblia inasema mke mwema au mume mwema utoka kwa nani jamani? Watu wa Mungu, utoka kwa nani? Vingine vyote, mitaji, nini, elimu, nyumba, mashamba, viwanja, wazazi wanaweza kutupa, marafiki wanaweza kutupa, mabosi wetu wanaweza kutupatia. Inapokuja ishu ya mke, inapokuja ishu ya mume ambaye ni sahihi kwa ajili yako, hapo huwa hakuna mjadala. Lazima Bwana aijuaye mioyo ahusishwe, maana yeye ndo anayejua ni nani
anayeendana na wewe. Okay. Unakumbuka kwenye bonde la mifupa ambalo Ezekieli alionyeshwa limejaa mifupa mikavu, na ile mifupa haikuwa skeleton ambazo zimekamilika, ilikuwa ni vipande vipande, kama fuvu liko Kahama, paja liko Shinyanga, kanyagio liko Masumbwe, uti wa mgongo huko Mwanza. Imevurugika na imekauka. Kwa hiyo kila inapokuja mvua, maji yakienda inachanganyika. Panapotokea pepo za mbisho, vimbunga vinachanganyika. Na pale ambapo Ezekieli aliambiwa, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi, Ezekieli alimgeukia Mungu akasema, kuna vitu vingine ni wewe tu Mungu ndiye unajua. Mungu akamwambia, safi, sasa tabiria hii mifupa. Ezekieli akaanza kutabiri, mifupa, isikieni neno la Bwana. Ninawaamuru mifupa kwa mifupa muungane. Maana yake ni kwamba kama fuvu lilikuwa tinde, lazima litafute uti wa mgongo uko wapi. Kanyagio liko chona, lazima litafute saizi yake liingie. Ile mifupa haikuangalia nani yuko jirani niweze kuingia hapo, kwa sababu ungekuja kusimama ingekuwa sio watu, wangekuwa ni mazombi. Kwa sababu ndo kajikuta kamwili kadogo ukabeba fuvu la jamaa bonge, watu wakashangaa, huyu jamaa mbona mdogo chini, kichwa kikubwa. Au ukajikuta mfupa mmoja wa mguu sio wa kwako, ni mrefu, na mfupa mwingine mfupi, hatokei binadamu aliye sahihi hapo. Kwa hiyo kila mfupa ulienda mahali pake sahihi. Na Biblia inatuambia mwanamke alitolewa kutoka mwanamume, ni ubavu uliotolewa kutoka mwanamume. Kwa hiyo Mungu ndio anajua saizi hii ya ubavu inatakiwa iende wapi. Inawezekana kuna wengine mko hapa, ubavu wako uko Mwanza, uko Kilimanjaro, uko Tanga. Sasa unapomuomba Mungu, yeye ndiye anayejua namna gani atakukutanisha na huyo uliyekutana naye, namna gani atakukutanisha na huyo ambaye yeye ndo anajua atafiti kwenye eneo la ubavu wako wewe mwanaume. Vinginevyo unaweza ukawa mfupi, ukamwona mwanamke ukampenda, ni kweli ameokoka, lakini sio ubavu wako, ukajikuta una ubavu mmoja mrefu mpaka umetokezea kwenye shati. Unakuwa sio binadamu, unakuwa ni zombi. Jamani, nguo zipo madukani nzuri sana, lakini sio kila nguo ni saizi yako. Si unakumbuka Daudi anataka kwenda kupiga Goliati, Sauli mfalme akavua mavazi yake akamvika Daudi, ni mavazi ya kivita, lakini kwa Daudi yaligeuka mzigo badala ya baraka. Sauli ni mrefu, Daudi ni mfupi. Kwa hiyo ile shati tu la Sauli ilikuwa ni kama vile Daudi amevaa kimini. Ile suruali ya Sauli anakunja mara 3, kiatu kikubwa hivi. Daudi akasema, hii badala ya kunisaidia imekuwa kizuizi vitani. Nitaenda na ile original ambayo Bwana amenipatia. Naomba nisikie amina mahali hapa. Nasema naomba nisikie amina mahali hapa. Narudia tena, naomba nisikie amina mahali hapa. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, unaapa ukaniletee binti anayetokana na sisi. Watu wa Mungu, ni muhimu sana vijana mnaotaka kuoa, mabinti mnaotaka kuolewa, ni muhimu sana uingie kwenye ndoa na mwenzi wa maisha ambaye mna imani moja naye. Naomba nirudie tena. Ni muhimu sana uingie kwenye ndoa na mwenzi wa maisha ambaye mna imani moja naye.
Okay. Mimi ni mchungaji sasa hivi zaidi ya miaka 20. Robo 3 ya kesi kanisani ni kesi za ndoa. Nenda ofisi ya kata, lile baraza la usuluhishi, kawaulize, robo 3 ya kesi ni ndoa. Nenda mahakamani, mashauri ya ndoa utakayoyakuta. Nenda kwa wakwe, kawaulize, mashauri ya kibiashara na mashauri ya ndoa kwa watoto wao, yepi ni mengi? Nenda kwa mabalozi wa nyumba 10 kawaulize. Ishu inayowatesa, nenda kwa wababa wenye nyumba kawaulize wanavyosuluhisha ndoa wakati na wao pia zao zimechimbika. Ndoa, ongezeko la talaka sasa hivi ni hatari. Utafiti wa mwaka 2000 na ngapi, zamani kidogo, sijaangalia wa recent hapa. Kwa mwaka mmoja Uingereza ilivunja ndoa 1.5 milioni. Mpaka inafika wakati watu wanaamua, hebu tuoane kwa mkataba, miaka 2 tupime, bado tunapendana tuongeze miaka kadhaa, bado tunapendana tuongeze mingine 2. Na Mungu alisema ndoa ni agano, utaambatana na huyo mwanamke, huyo mwanaume, hakuna cha kuwatenganisha isipokuwa kifo. Nirudie tena, ndoa, nimesema mara nyingi, sio tamthilia. Utaangalia season 1, season 2 itaisha, utafute nyingine. Hapana, hapa ndio umeingia. Nirudie tena kusema, vijana wetu hawa tunawafungisha, wana miaka yao hiyo haijaenda mbali sana, mpaka wakazeeke. Mimi huwa natafakari, na hata kabla sijaoa nilitafakari hiyo, watalala kitanda kimoja zaidi ya miaka 50. Sasa hivi ni vijana, tazeeka, ngozi zitajikunja, mpaka ukiamka asubuhi ukimwangalia mwenzako, ni mume wangu. Kuna sura fulani za asubuhi waga zinaogopesha majirani, na ukitoka kabla hujajiweka vizuri, mbwa anabweka nje. Ni mwenye nyumba huyo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ndoa ndoa sio maigizo. Simba wa Yuda. Mkiwa na imani tofauti, Yesu alisema aliye na imani kwake na anayeshika maneno yake ni kama nyumba iliyojengwa juu ya mwamba. Mvua na pepo zikija, mvua hii ni imara, nyumba hii ni imara, haitaangushwa. Yule asiyekuwa na neno lake, asiyekuwa na imani kwake na kulishika, ni kama nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Mvua, pepo, dhoruba zikija, anguko la hii nyumba huwa ni kubwa sana. Mkioana hamna imani moja, maana yake kuna mmoja yuko juu ya mwamba na kuna mwingine yuko juu ya mchanga. Hiyo ndoa ni balaa. Mtafurahia miezi 6 ya kwanza, na zile sababu za nje za kuwavuta muwe pamoja zitakapoondoka, mkazoeana, ndipo iliyo juu ya mchanga, mitikisiko ya ndoa inapoanza. Kwa sababu lazima niwaahidi maharusi wangu, hamtakuwa tu milele. I love you honey baby, zinaishaga, inabakia tu nyie mboga nyie.
Naomba mwangalie jirani yako kama ni mwanandoa. Mwangalie tu sura yake imekaa kaaje tangia nimeanza kuongea mpaka sasa hivi. Inaweza kukuashiria kwamba yuko kwenye kipindi kipi. Ni kipindi cha mvua au ni mawingu na vipindi vya jua hapa na pale. Anayenifuatilia ndo aseme amina mahali hapa. Mtakapotikiswa, mmoja wenu lazima aende, kwa sababu yuko juu ya mchanga. Ndio utasikia ana mke wa pili, utasikia ametoka kwenye ndoa yake, utasikia sio mwaminifu tena, haniwekei maji ya kuoga, ameshakuchoka, hanipikii vizuri. Nina kesi za mchungaji, ndoa kazini, nirudi nyumbani nijiwekee maji ya kuoga, nijifulie nguo zangu. Mchungaji, mimi najipikia. Huyu mnakumbuka kuna mzee mmoja, ilikuwa tuna kwenye msiba, mchungaji wa mke wake ameenda kwenye msiba wa ule mzee. Yule mzee badala ya kuongea msiba, alipopewa maiki akaanza kuongea shida ya ndoa yake. Wangapi mliona hiyo klipu? Akasema, mchungaji, naongea leo baba mchungaji, huyu mwanamke huyu ananitesa mie, sijui anataka mimi nife, na marehemu yuko hapo naye anatangaza kufa. Yamemfika kooni mzee. Nalala chini mie mchungaji, najipikia mie mchungaji. Mchungaji akataka kumwambia, mzee kidogo, au usiniambie mchungaji, yamezidi ya. Jamaa mmoja alimchoka mke wake mpaka alimfoka mbele ya mchungaji. Mchungaji alipotaka kuongea kidogo, jamaa akamwambia, mchungaji, kama uamini nachokuambia mimi kuhusu huyu mwanamke, hebu jaribu na wewe. Yaani mchungaji naye amuoe kwa muda huyu mwanamke. Kazi ya uchungaji mnatakiwa mtu heshimu sana, kwa sababu kama tuambia maneno ya hatari. Pasta akaambia, hebu jaribu na wewe mzee hapa kidogo. Kwa hiyo tungeona Jumapili pasta ameingia na wife wa pili wa majaribio. Akaambia, wewe mbona umeoa mke wa pili? Hapana, niko naisaidia hii ndoa, sasa nataka nione kinachoendelea ili niweze kushauri vizuri. Unakumbuka Blaza K? Niona clip ya Blaza K, yeye ndo mwenyekiti wa mtaa. Alafu jamaa kagombana na mke wake mrembo. Blaza K akasema, kwa kweli kwa hali ambayo mmefikia ya ndoa yenu, inabidi huyu mama ili kuweka hali ya usalama aje akae kwangu wiki 2. Alafu akatoa Blaza K yeye hana mke. Jamaa akasema, kufanya nini? Si ndio nataka ni mstadi, nione hichi unachokiongea ni kweli. Mpaka wananzengo waliokuwa wakasema, hamna mwenyekiti, hiyo haiwezekani, na ndoa ikapona hapo hapo. Maana jamaa ilibidi abebe mke wake aliyokuwa hataki arudi nyumbani. Ndugu zangu, msipokuwa imani moja, wote mkawa juu ya mwamba, mvua pepo zikija, mnatikiswa pamoja, mnasimama pamoja. La mmoja akiwa juu ya mchanga, kitakachofuata kuna mmoja ataharibika. Hasa kuna mawili, aidha nyumba ipasuke na hii nyingine ibaki nusu wazi nusu imejengwa, au hii moja ibaki imeshikilia huyu miaka yote. Ndo wale ambao vipi, niko tuna mzigo wangu, mtafanyaje? Wakati usazaa watoto 4 5, unataka kurudi nyumbani, umeshachakaa, nani akakuoe? Watoto wako nani aje wale? Unakaa tu kulea watoto, lakini ukweli mmeshaachana. Mmeshaachana. Ibrahimu akasema, leta mwenzi wa mtoto wangu ambaye anatoka kwetu, anatokana na sisi, imani moja, wote ni watu wa agano, tunamwabudu Mungu Jehova. Ni muhimu sana. Binti zangu mlioko hapa, vijana mlioko hapa, waga mnadanganyana. Una imani yako na mimi nayo yangu, sitakuzuia. Mtakapokuja kuzaa watoto, wanaenda kusali kwa nani? Hapo ndipo mpasuko unaanza mwingine. Mtawagawana hao watoto, mtakuwa na watoto wa baba na watoto wa mama. Tulia, ndoa sio maigizo, na usimsaidie Mungu. Acha Mungu akupe mwenzi sahihi anayetoka kwake. Ni muhimu sana.
Cha pili nimalizia, Ibrahimu akaulizwa, sawa, ni wa imani moja, lakini kama hataki je? Inawezekana mnasali pamoja, inawezekana tena mko kituo kimoja, lakini ni mtu sahihi kweli, ni kiatu cha kiume, lakini ni namba yako. Unajua pia kuna mtu atanunua gauni akilivaa, kila mmoja anasema jamani, umechukulia wapi? Kumbe limechangiwa kupendeza kwa sababu ya umbo lake, linaendana na huo mshono, na wewe unakurupuka unaenda kutundika, unakuwa kama kapipa kanatembea kamevalishwa nguo. Watu wanashangaa, na wewe leo umetotokeaje? Anasema nilimwona fulani amependeza. Fulani ni wewe. Hata makeup, kuna mwingine akiweka makeup fulani unasema jamani umependeza. Mwingine akiweka unasema kwa jina la Yesu, kumbe sio Maimuna, ni mtu. Hata msuko unaendana na kichwa. Sina bibi harusi alivyotoka leo Halo halo bibi harusi. Sema halo. Jamani makofi kwake, amependeza. Hasa kuna wengine mko hapa unasema jamani bibi harusi amependeza, acha mimi nikaweke hivyo hivyo. Huyu ana kichwa kama si cha duara. Ni duara au ni yai au ni nini kitu hii? Au ni mstatili? Ala wewe una kichwa cha boksi, unaenda kuweka msuko wa bibi harusi. Ukitokea namna hii utafikiri ni gari fulani inakuja kwa mbali. Hata msuko unaendana na kichwa. Hebu naomba nisikie amina mahali hapa. Jamani naomba nisikie amina mahali hapa. Kwa hiyo kijana kuwa ameokoka, binti kuwa ameokoka, hiyo ni sifa ya kwanza ya muhimu, na mimi naiunga mkono, lakini anakufaa wewe. Huyu binti ambaye Isaka anaenda kuletewa ni sahihi mahali ambako Ibrahim alitaka akaletewe kutoka pale, lakini anakubali na yeye atoke kwa baba yake na mama yake, aje ambatane na huyu aliyetoka kwenye nchi ya baba yake na mama yake, wasimame kwenye agano moja kumtumikia Bwana kwenye nchi ya Kanaani na wala sio Uru wa Wakaldayo Mesopotamia. Hujawahi kuona wanafunga ndoa halafu mke au mume mmoja wao anatakiwa amfuate mwenzake kule anakoishi kikazi, halafu mmoja anasema hapana, mimi utakuwa unakwenda unanikuta hapa? Hakuna ndoa hapo. Hakuna ndoa. Labda kama kuna makubaliano ya kwamba umeajiriwa kule na mimi nimeajiriwa huku, tutaendelea kwa muundo huu wakati tunaomba Mungu atusaidie mmoja wetu apate uhamisho, sio mgomo. Naomba nisikie amina. Naomba nisikie amina. Na kuna wengine wana sababu za kijinga kweli. Sihami. Yaani mimi niende mbali na shoga zangu nikatafuta kampani mpya? Hamna, mimi hapa. Sawa mama, si umeolewa na shoga zako? Ibrahimu akasema no. Mwanaume hapa, mheshimiwa, una ndoto zako za maisha. Mdada na wewe una ndoto zako za maisha. Ninaamini, ingawa sijawauliza, kwenye uchumba wenu mlishirikishana ndoto zenu za maisha. Ninaamini mlishaongea hivi tuzayo ngapi? Nafikiri watatu wa kiume na wa kike wawili. Okay, mimi ni mua, tunataka 15. Wahoye! Abana wa Kigoma mulio. Hongereni sana.
Hongereni sana. Niliwaambiaga yule mama alikujaga ofisini kwangu, mtu mzima kidogo, anakuja na anataka maombi. Akaniambia, mchungaji niombeye. Na mimi nikamwambia, nikuombeye nini? Akaniambia, uzazi umegoma. Sasa mimi nikimwangalia naona kama umri umeenda kidogo. Nikamwambia, kwani mama unao wangapi? 5 tu. Kwa hiyo yani wana waheshimu. Akanijia binti mwingine wakia, baba niombeye uzazi umegoma. Nikasema, wewe mbona mdogo hivi? Umeolewa lini? Miezi 3. Nikasema, Mungu wangu, unataka uingie tu mba. Imekuwa Tanzania ya viwanda. Kula mtoto wa kike ufurahie. Yaani kuingia tunaanza kuvugumiza. Wewe ni kiwanda cha matofali. Nilikuwa kwenye harusi moja, MC akasema, nawakaribisha ndugu za bwana harusi. Waliinuka wamama kama 7 hivi. Akasema, DJ shika. Akasema, hawa lazima ni waha. Watu wakasema, kwa nini? Unajua kwa nini ni waha? Mama kabeba kamoja hapa, kengine mgongoni, kengine kameshikilia nguo. Kidori kumtima. Alipowaambia nyie ni waha, wakasema shelelelele. Ai. Tukasema hawa ndio wanatuongezea nchi yetu vizuri sana na kanisa linaongezeka. Hebu makofi kwa wao peke yao mahali hapa. Kwa hiyo ninaamini mliongea kidogo kwamba mtazama. Unajua kuna wengine nyumbani kwao wameambiwa, wewe unaona mimi baba yako kwenye tumbo letu tumetoka wachache, nategemea wewe kijana ndio ujaze uko. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kuongea mapema na huyo mdada kwamba unakuja, lakini lazima ujiandae, kai mkao wa kufyatua. Kwa hiyo asanteni kwa kunisikiliza. Ni wa kwako anatakiwa kuwa compatible na wewe. Maono yenu yaendane, ndoto zenu ziendane. Hapo ndipo mtaweza kutembea pamoja. Hebu ngoja nimalizie, kuna kamfano fulani waga nakatoaga, wacha nikarudie na leo kwa mara ya mwisho. Hebu naomba watu wawili, mke na mume, naomba mje hapa. Mke na mume. Ndoa za Shalom zimechoka. Ukiona wanashindwa kuinuka pamoja, si niinuke mimi na mke wangu? Okay. Nyie ndo mjikaza. Hebu njooni hapa mbele kwenye kapeti nyekundu. Mjue nyekundu maana yake ni hatari. Okay. Waangalieni raia huko. Shikaneni mikono. Usishike kama unashika mwizi. Mkiingia kwenye ndoa mmeshibana, imani moja, ndoto moja, maono mamoja, hata inapotokea issue mnaweza mkaiongea. Inapotokea issue, mlango wa msamaha upo, kwa sababu mna mtazamo mmoja, mwelekeo mmoja. Hao jamaa leo tukiwafungisha ndoa, alafu nilikuwa sijawaangalia kwa mbele, mmetokeza bana. Hongereni. Hai. Wataondoka leo wameshikana mikono hivi. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu, twende mbele kidogo. Unaona? Maono mamoja, mwelekeo mmoja, mtazamo mmoja. Rudi nyuma watu watatu. Asanteni sana. Ikitokea kuna issue walikuwa wameoana kwa sababu ya za nje, kumsamehe usiyempenda waga ngumu kweli. Inatokea issue aiombewi msamaha, inaweka ufa. Wanaume waga nasemaga hivi, yaishe, waga hayaishi. Kina mama huwa na kabati fulani wanatunziaga matatizo. Siku ikipasuka hiyo kabati ndo anaanza, mchungaji ngoja nikwambie, mwaka 92. Kwa hiyo wanaume wengine akiakoroga anaenda kununua kitenge analeta. Huo sio msamaha, ni rushwa. Na rushwa ni adui wa haki. Okay. Ikitokea kuna issue imetokea hawajasameheana, wewe geukia kidogo kwangu na wewe geukia kidogo kule. Ikitokea ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, sio wale ambao wako na mwelekeo mmoja tena, kila mmoja na mwelekeo wake. Sasa umefika hapa ndio kuna Dani, nani mwingine? Davin na nani mwingine? Mahandule yaje. Okay. Huyo ni muha afiki yangu. Unasema wametosha wakati uko na muha. Unaposababisha ndoa ivunjikie hapa madhabahuni.
Inapofika hapa, huyu hapa anawaza niende kwetu, watoto wangu watawalea nani? Wacha nivumilie. Anabaki kwenye ndoa kwa ajili ya watoto. Yule naye anasema nikimwacha hapa, mwili ukiinuka je, nafanyaje? Kwa hiyo anabaki hapa kwa ajili ya tendo la ndoa. Kwa hiyo hapo anaamua maisha yaendelee. Hebu naomba kila mmoja aendelee mbele yake. Unaona mbele yao sasa hivi sio ile ambayo walikuwa wakienda pamoja. Yaani hapa kadiri miaka inavyoenda ndivyo wanavyozidi kupishana. Pakishaumana ndipo mchungaji anaitwa. Naomba mnigeukie. Sasa hapa mama anaanza kufunguka tangia mwaka 92. Wiki ya pili alipigwa kibao, nikanyamaza. Mama yangu akaja, kumpela matibabu, nikanyamaza. Kaka yangu alikuwa anamalizia masomo, akanizuia hata kwenda kwenye graduation, nikanyamaza. Sasa limeshapasuka. Huyu naye ana mlolongo ya mambo ya mke wake. Sasa mke haoni mume isipokuwa ni matatizo ya mume wake. Mume haoni mke isipokuwa ni matatizo ya mke wake. Hapa ndipo mchungaji unapata kibarua, unawakutanishaje? Maana huyu jamaa anasema mimi nafikiri aende nyumbani nijipange. Hawajipangaji shehe. Mimi nafikiri tu niende nyumbani. Kuna mmoja nilimwambia waga tunayajengea ndani kitandani, hujajengei kwenu. Naenda amenipiga kofi moja mpaka uso wangu nikasikia kama vile dimdim. Nikamwambia tulia mama hapo hapo. Naenda nikamwambia ukienda utakuta kuna mwingine anakusaidia majukumu. Hamna, ameniambia nikakae wiki 2, mwezi ukapita hajaitwa. Alijileta mwenyewe kuja kugonga mlango, akafunguliwa na kadada kana kanga moja. Nikusaidie nini? Alikuja analia hapa mdomo juu. Uliniambia. Nikamwambia nilikuambia, sasa umeyakoroga yanywe kichwa chako. Kwa hiyo hivi na ubiri au tunapiga story? Okay. Kwa hiyo inapofika hapa ni ngumu mno kurudiana hawa watu kama ambapo ungeweza kuyatengeneza wakati wanaenda pamoja. Kwa nini wanashindwa kukaa pamoja? Hawakuwa imani moja, au kama ni imani moja sio compatible kila mmoja kwa mwenzake. Wanajitahidi kufiti, havifitiki. Wanajitahidi kuenea, havieneeki. Matokeo yake ndio yanaumba ufa hapa. Sasa shida inayofuata ni nini? Cha kwanza, mahusiano yenu na Mungu yanaharibika. Kwenye kipindi kama hiki hata maombi yoga yapandi. Unapiga maombi ukisema tu baba, anakuja huyo mwenzi wako na matatizo yote aliyosababisha. Hujawahi kuona unasema Mungu, kwa sababu ipo sema Mungu linakuja lilivyokukwaza na maombi yanaishia hapo. Na Biblia inasema kwenye hatua kama hii hata maombi yenu hayajibiwi. Na mnakuwa na hatari ya kuwa na chuki moyoni, na mchukiaye ndugu yake ni muuaji, na wauaji wote ni sehemu yao ziwa la moto. Unakosa mbingu kwa sababu hukuwa makini nani unaingia naye kwenye ndoa. 2, hii ndoa haiko hai tena. Na kwa sababu hawa watu wako mbalimbali. Wanaume anaweza akakupiga kibao na usiku akakuhitaji. Wanaume umeumbwa kiajabu sana. Mama anataka myajenge kwanza, ndipo Kariakoo debi. Wananchi oye. Okay. Sasa hapa ndipo wanandoa wanaanza kubakana. Ziko kesi za kutosha za wanandoa kubakana. Mioyo haiko pamoja, ila wanataka tu waondoe tamaa za mwili. Walishaachana kwa siri. Hakuna ndoa. Hapa ndipo kwenye kufichana akaunti zenu, hela zenu, hapa ndipo kwenye kufichana. Kenya, ilikuwa mwaka gani Kenya walitoa taarifa bilioni 4 za Kenya ziko kwenye mabenki. Waliofungua akaunti hawakuandika next of kin, hawakuandika nani mrithi nikifa, na wakafa. Zikachukuliwa kwenda kujenga mabarabara, wakati wake zao na watoto wao wanahangaika kwa jasho baba yao alitafuta. Hapa ndipo mnagawa hata watoto. Kuna watoto watalalia kwa baba, kuna watoto watalalia kwa mama. Hapa ndipo watoto waliochukua majina ya kwenu watakuwa wa kwako, waliochukua majina ya mke wako watakuwa kule, mtawapasua. Isaka na Rebeka walipasua Yakobo na Esau kwa sababu ya hii kitu. Mpaka inafika wakati wa urithi, Rebeka anamwita Yakobo, wanamtapeli kaka yao Esau, wanamzunguka na baba yake. Isaka akasema mwanangu tumetapeliwa. Esau akasema naua mtoto wa mtu. Rebeka akasema kimbilia kwa anko wako Labani. Ameenda, kumbe ni ukoo wa matapeli tupo. Naye akaenda kutapeliwa, anataka kuoa Raheli akapewa Lea. Mungu wangu, kuna ukoo hatari. Asanteni kwa kuniangalia vizuri.
Nimalizie nisimalizie? Asanteni sana. Esau akasema umeiba. Akaenda kwa baba mkubwa Ishmaeli ambaye ni adui wa familia hii, ana ugomvi na Isaka tangia nyumbani kwa Hajiri na Sara. Akaenda kuoa kwa Ishmaeli, wakazaliwa Waarabu na Waedomi ambao mpaka leo wapo. Yakobo naye akaenda kule akatapeliwa, akaoa wake wawili, wana wajakazi, akafyatua 12 wa Israeli. Zinapigwa tangu nyumbani wakiwa wawili, Yakobo na Esau. Leo hii ni mataifa wa Palestina na Waisraeli, Waarabu na Waisraeli, na hiyo vita haitakoma mpaka Yesu amerudi, kwa sababu ya wazazi wawili hawakukaa sawa sawa. Unaingiaje kwenye ndoa? Unaweza kurudi. Mungu awabariki. Makofi kwa. Unaingiaje kwenye ndoa? Ni muhimu sana. Kwa vijana wangu ambao leo tunawafungisha ndoa, hayo ndio maneno ya Bwana kwenu, kwako Godfrey pamoja na Catherine. Msimame kwenye imani, msimuache Mungu tafadhalini sana. Yeye aliyewapa kibali leo tunawaunganisha. Msicheze na imani. Nendeni mkae pamoja, nendeni msikilizane, nendeni mshe pamoja. Kuna wachumba wengine huwa wanakubaliana wakati wa uchumba, kumbe wanaviziana, nikiingia kwenye ndoa nitasimama na ya kwangu. Unaenda kuipasua ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Lakini mimi nawaombea Mungu na wasimamie, mkawe na maisha marefu, mpate watoto, muone wajukuu na vitukuu, na mkafanikiwe maisha ya rohoni na ya mwilini katika jina la Yesu Kristo. Naomba tusimame wote. Ribayantarabusa.